Raisi atakaye tumia herufi kubwa kwenye ara ni mmoja tu wabaki. Nadhani kuna kiburi, watu wanadhani na wao shakwa marais wenye dola. Marais wengine wote iwe ara yake herufi ndogo, ili waone tofauti. Nadhani kama sababu kuna mmoja nilimsikia rais siku moja wa TFF anasema, unajua marais wa nchi nyingine wanapata mpaka escort, marais wa mashirikisho. Kwa nataka na hapa pate escort. Ndio tafsiri hiyo. Sasa kile kiburi cha ara kubwa anotumia Rais Samia, nadhani kinawaingia baadhi ya watu. Waanze sasa kutumia ara ndogo. Waone tofauti ya head of state, rais wa nchi, na uraisi wa taasisi hizi. Unawezaje kusema neno kama haya? Yanga wameandika barua kwenu ya malalamiko. Badala ya kujibu malalamiko kwa maandishi, unaanza kuwatisha. Unaambia kwa nini wao hawajiuzuru? Wamefanya nini mpaka wajiuzuru? Wamefanya nini? Lakini nani atasema? Na wajua wote nani atakayesema? Sema uone shughuli yake. Hata mimi nazungumza kwa niaba ya Yanga. Mimi ni mshabiki wa Yanga. Mimi mwanachama, tena mjumbe wa mkutano mkuu kikatiba. Kamati ya utendaji chini ya rais wetu Hersi iitishe mkutano wa dharura. Mkutano mkuu wa dharura. Agenda iwe moja tu, kujadili sakata, na tutoe maazimio ya mkutano mkuu. Hatuendi kucheza mechi ya marudiano. Azimio namba 1, mengine yatafuata. Kwa ubabe wa aina hii tutoke na azimio. Manake msiingie nye kina Hersi na kamati ya utendaji, maana ujuzi washampiga mkwala Arafati, msemaji wetu naye kishapigwa mkwala, sasa hivi naye pembeni. Sasa ili msiingie nyinyi kwenye hiyo mkwala, tuachie, tuleteni sisi mkutano mkuu wa wanachama wa dharura. Ibara 22 ya katiba yetu inaruhusu mkutano mkuu wa dharura wa wanachama. Semeni, toeni notice ya siku 14, siku 7, tukutane. Tuje na azimio. Yanga ni kubwa.